Ah, moja kati ya njia ambao Mungu anatumia kuzungumza na sisi ni kwa kupitia ndoto. Usipuuzie ndoto unazoziota. Mara nyingi ndoto zako zina maana sana. Ndoto zako ni za kiroho. Ndoto zako ndizo zina uwezo wa kwenda kwenye ulimwengu wa roho na kupiki taarifa ambazo aidha zinaendelea kwenye maisha yako au ziliendelea kwenye maisha yako au kitakachoendelea kwenye maisha yako. Nikiwa na maana gani? Ndoto zako zina uwezo wa kwenda kwenye past yako. Ndoto zako zina uwezo wa kwenda kwenye future yako now. Na ndoto zako zina uwezo wa kwenda kwenye kile kitakachokuja kwenye maisha yako baadaye. Kwa hiyo usipuuzie ndoto zako. Ndoto zako zina maana sana. Ndoto ni taarifa unaopewa juu ya kile kitu ambacho kinaendelea kwenye maisha yako sasa, au kiliendelea kwenye maisha yako nyuma, au kitakachoendelea, kitakachotokea kwenye maisha yako baadaye. Mara nyingi sana kumekuwa na kesi za watu walio kwenye mahusiano au kwenye ndoa wakiota aidha wenza wao wakiwa wanachiti. Unakuta ni mwanamke ana mume wake au ana mchumba wake, anaota huyo mwanaume amemchiti, anaota huyo mwanaume ana mtoto, anaota anapigana na mchumba au mke ambaye kwenye ndoto anaambiwa kwamba huyu ni mke wa mume wako, huyu ni mke mwenza wako, huyu ni mchumba wa mume wako. Ndoto za namna hii, aidha unaota mume wako anakuchiti au mchumba wako anakuchiti au mume wako ana mwanamke mwingine, au unaota mwanamke, unapewa taarifa kwamba mume wako ana mwanamke ambaye ana mimba yake au ana mtoto wake, au taarifa yote itakayohusiana na kitu kama hicho. Usipuuzie hizi ndoto. Hizi ndoto zinaitwa ni prophetic dreams. Prophetic dreams manake unapewa taarifa juu ya kile kinachoendelea. Manake ni uhalisia. Mara zote utakapoota ndoto aidha mume wako anakuchiti, au mume wako ana mwanamke mwingine, au mchumba wako ana mtoto, au kuna mwanamke ana mimba ya mtoto wako, au kitu kinachoendelea kinachofanana na hicho, hiyo ndoto ni prophetic dreams. Ina maana sana. Usipuuzie. Fuatilia hiyo taarifa na iombe na muulize Mungu, je, nifanye nini juu ya hii taarifa niliyopewa? Hizi ndoto zote zina maana, na ukicheza zina uhalisia kwa 100%. Ndivyo ilivyo pale ambapo utaambiwa mume wako ana mtoto mwingine, mume wako ana mwanamke mwingine, mume wako ana mwanamke aliyempatia mimba kwenye ndoto. Hizo ndoto zina maana sana. Hakikisha unazifuatilia na unaziombea. Pray against it. Mungu akubariki sana. Nisaidie kushare ujumbe huu kwa watu wengine. Hakikisha pia unatufuatilia kwenye YouTube channel yetu ya Bishop Emmanuel. God bless you. Shalom, shalom. Please share.